Tanzania tutapiga kura Oktoba 29. Ukishapiga kura, rudi nyumbani, washa TV yako, subiri uangalie matokeo. Mungu na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mababa askofu, wachungaji ambao tumehudhuria hapa katika kongamano fupi hili ambalo limeitwa kwa ajili ya amani. Nitazungumza mambo mawili ama matatu. Hakuna utawala unaotawala duniani pasipokuwa na ridhaa ya Mungu. Mungu anapotaka mtu awe mfalme, awe raisi, awe kiongozi, basi inakuwa kun fayakun. Daktari Samia Suluhu Hassan akuandika maombi ya kuomba kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilipita kudura yake Mungu. Mtawala aliyekuwepo aliondoka madarakani, na baada ya kuondoka madarakani kwa kifo, akapitishwa yeye kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi, Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tunajifunza, Mungu sisi ametueleza mambo matatu kwetu sisi Waislamu. Kwanza ametuambia tumtii Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza kabisa, kila Muislamu ameambiwa mtii Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, kwa imani yetu sisi Waislamu tukaambiwa tumtii mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jambo la tatu, tukaambiwa wa ulil amri minkum, na tuwatii waliokuwa juu ya mamlaka. Kila Muislamu wajibu wake kumtii Mungu, kumtii mtume na kumtii aliyekuwa juu ya mamlaka. Katika nchi hii ya Tanzania, aliyekuwa juu ya mamlaka ni Daktari Samia Suluhu Hassani. Wewe ukijitokeza kwenda kutoitii serikali, utakuwa ni muhalifu wa Mungu na utakuwa muhalifu wa nchi. Lakini kumbuka maneno yangu nyuma, hakuna anayekuwa mtawala pasipo Mwenyezi Mungu kutaka. Hebu nitawarudisha nyuma kidogo katika historia. Rais Donald Trump wa Marekani, watu wengi sana katika bara mbalimbali, Afrika, Ulaya na Amerika yenyewe, walijua kwamba Mama Kamara atamshinda Donald Trump. Wakapiga uchaguzi wa halali na wa haki wa kidemokrasia, dunia nzima inaona. Lakini maajabu ya Mungu, aliyekataliwa na wengi katika mitandao ya kijamii, akaonekana kwamba hafai huyu kuwa rais, ndiyo yule akaja akamshinda Kamala Harris, na Donald Trump akaapishwa kuwa rais wa Marekani, japo watu wengi katika mitandao walimbeza. Huyu ni kwa sababu Mungu alitaka Donald Trump awe rais wa Marekani. Sasa unachotaka wewe raia ni tofauti na anavyotaka Mungu, na ndiyo leo kimewakuta watu wa Misri. Walimchagua rais waliyemtaka, na baadaye likatokea kundi likafanya maandamano kumkataa yule rais, jeshi likampindua. Matokeo yake kiongozi wa kijeshi yeye ndiye akashika ile nchi. Libya walimkataa Gaddafi, wakampiga risasi mchana hadharani, wakamuua. Matokeo yake leo Libya kuna serikali zaidi ya 4, hakuna rais, hakuna waziri mkuu, hakuna utawala ambao uliokuwa rasmi. Tumeona maandamano Sudani, wamemkataa Omari al-Bashiri, jeshi likashika nchi. Sasa hivi kuna watawala wawili wa kijeshi, nchi imegawanyika, hakuna anayeenda kazini, hakuna anayempeleka mtoto wake shule kwa amani, hakuna raia wa kigeni anayeenda kusoma Sudani. Ni kwa sababu nchi inatawaliwa na majeshi mawili, na watu wanapigana usiku na mchana katika nchi ya Sudani, kwa sababu walichokitaka, wamemkataa Omar al-Bashiri, wakaiingiza nchi katika vurugu, wakaiingiza nchi katika machafuko. Tanzania ni nchi yenye amani katika bara la Afrika, ndiyo nchi iliyobaki ambayo ni salama. Nitajia nchi gani inayotuzunguka ambayo haijamwaga damu ya raia zake, hawajagombana wenyewe kwa wenyewe, aidha kwa sababu ya makabila, aidha kwa sababu ya dini, aidha kwa sababu ya vyeo. Leo tunakaa hapa mashehe, mababa askofu, tunajadili jambo moja la amani, tunazungumzia amani. Hakuna kitu kikubwa kama amani, hakuna kitu cha msingi kama amani. Nimekwenda Rwanda na Burundi, nimefika Rwanda, nikafika mpaka katika kaburi la pamoja, ambalo nimeona ni jinsi gani vita katika nchi ile
ambayo baadhi yao ilichochewa na watu wa habari, ikachochewa na baadhi ya viongozi wa dini, ambapo mpaka leo tunaona baadhi yao wanakamatwa na wanapelekwa Hegi kushtakiwa kwa sababu tu ya vita vilivyotokea kwa sababu ya makabila mawili, Mhutu na Mtusi. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifanikiwa kwanza katika taifa hili kuliweka kuwa na lugha moja, lugha ya Kiswahili. Watanzania tunajuana kwa sababu ya Kiswahili. Watanzania hatujuani kwa sababu ya makabila. Watanzania tunajuana kwa sababu ya uzalendo. Watanzania hatujuani kwa sababu ya kutokuwa wazalendo. Na ndio maana leo tumewekewa kila mwanafunzi akitoka form 6 anakwenda JKT kujifunza kule mafunzo ya uzalendo, ambayo anaenda kujifunza kujua uzalendo wa kulitetea taifa lake. Na nchi haiongozwi kwa mitandao ya kijamii. Nchi haiongozwi kwa propaganda za midomo. Nchi inaongozwa kwa katiba na sheria tulizojiwekea. Nchi yetu ilipoingia katika mfumo wa vyama vingi, watu wengi walikataa, baadhi walikubali, lakini Nyerere akasema twende, tukaenda katika vyama vingi. Tukiangalia katika historia, wabunge walipatikana wa vyama vya upinzani kipindi cha Mzee Jakaya wakiwa wengi, na Mkapa waliingia humo bungeni. Wakaja kipindi cha Jakaya hicho hicho, alipokuja akagombea Mzee Lowassa, wakaingia wabunge zaidi ya 70 ndani ya bunge, na tuliona wakiwa wanatoa hoja zao, wanaongea maneno yao kwa katiba hii tuliyokuwa nayo. Lakini leo wametokea watu wa mapenzi yao, wakasema jamani, no reform no election. Kama utaki election basi kaa pembeni, waache hao wanaotaka election. Kuna vyama vya ACT vimo humo, kuna vyama vya Chauma vimo humo. Matokeo yake vyama hivi ambavyo vimeingia vinaambiwa chawa. Hivi ina maana nchi hii moja tu, hakuna watu wenye akili wengine isipokuwa hao waliopinga tu uchaguzi, kwamba wao ndio peke yao wenye akili, ila hawa wengine wote ni machawa? Kweli jamani wa Tanzania, kwamba hakuna watu wengine wa kushiriki uchaguzi isipokuwa ni hawa, na hawa walioshiriki wanaonekana kwamba hawana maana isipokuwa watu wamoja, kwamba wanalotaka wao kama wao ni msahafu, wanalotaka wao kwamba wao ni Biblia, wanalotaka wao kwamba ndio lipite, kwamba ndio hilo hilo. Ukiongea unaonekana wewe umepewa furusi, ukiongea unaonekana kwamba wewe chawa wa serikali. Hapana, sisi tunachotea ni mtoto wa Tanzania. Tunachotetea ni mama wa Tanzania. Tunachotetea ni mwanafunzi wa Tanzania. Tunachotetea ni mwanamke wa Tanzania. Tunachotetea ni binti wa Kitanzania. Leo likilipuka la kulipuka, huyu binti atakimbilia wapi? Mama mchungaji hapa alisema, angalieni Gaza, uone kwamba hata watu wa Gaza wenyewe wa Palestina walikuwa hawataki vile vita. Majeshi ya Israeli wanaondoa yale majeshi yao, watu wa Gaza wanasherehekea, wanafurahi. Kama walikuwa wanataka vita wasingefurahi, lakini kwa sababu vita hawavitaki, wamefurahi kwamba sasa majeshi ya Israeli yanaondoka katika ardhi yao ili wabaki kuishi kwa amani. Tumeona watoto wamekatika mikono, tumeona watoto wamekatika miguu, tumeona majumba yanaanguka, magorofa yanaanguka. Hivi leo Gaza itajengwa kwa miaka mingapi ili irudi kuwa kama Gaza? Dar es Salaam ukiangusha leo itarudi kuwa kama ilivyo. Mwanza ukiangusha itarudi kuwa kama ilivyo. Arusha ukiangusha itarudi kama ilivyo. Na miradi yote iliyofanywa, mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Tunawaomba Watanzania mkashiriki uchaguzi, ni kwa mujibu wa katiba ambayo tumejiwekea, na mtu akishiriki maandamano manake ni uasi. Maandamano yasiokuwa na kibali ni uasi, kutaka vurugu. Jeshi la polisi limeshasema kwa kiwango chake, kila mama mwenye familia amwambie mtoto wake aliyekuwa mijini kwamba apige kura, arudi akapumzike nyumbani. Na mimi nakwambia kwa mapenzi makubwa, ukiniita chawa sijali, ukiniita mpambe sijali. Mimi ninachojali ni Tanzania, ninachojali mama Tanzania, ninachojali mtoto mdogo Tanzania, ninachojali dini zote Tanzania zikaabudu kwa amani, zikamtaje Yesu kwa amani, zikamtaje Mtume Muhammad kwa amani, zikasujudu kwa amani, zikafanye maombi kwa amani, lakini sio kuvuruga taifa hili. Hatutokubali. Ndugu zangu, taishia hapa kwa sababu kusudio letu ni amani, na tunamtetea sana mama. Amekuwa ni kiongozi shupavu kwa kukutana na viongozi wa dini mbalimbali, makanisa, misikiti, na tumeona mama amesema baada ya siku 100 ataitisha maridhiano ya kitaifa. Maana yake maridhiano hayo, kutakuwa na viongozi wa dini, kutakuwa na viongozi wa vyama vya siasa, kutakuwa na viongozi wa wanaharakati, kutakuwa na makundi mbalimbali, kwa sababu nia yake ni njema. Tanzania kwanza,
matusi no. Tukubali hivyo kwamba Tanzania haihitaji matusi. Tanzania inahitaji mazungumzo, na ndio maana wazee, watu wanapokosea vijana sehemu mbalimbali, wanaitwa wanaenda kuwekwa na wazee kwa kuzungumzwa na kuelezwa maneno ya hekima na busara. Tutumie hekima na busara katika kuishauri serikali na kumshauri Mtanzania. Tanzania tutapiga kura Oktoba 29. Ukishapiga kura, rudi nyumbani, washa TV yako, subiri uangalie matokeo. Asante sana. Nashukuru Sheikh Mwaipopo na wachungaji. Mungu alibariki taifa letu la Tanzania. Asanteni sana.